Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema Mojtaba Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, yuko salama kiafya na anaendelea kuongoza vyema taifa hilo la Kiajemi. Waziri wa masuala ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema katika mahojiano na Al Arabi Al Jadid kwamba Mojtaba Khamenei yuko salama na mwenye afya njema na anaongoza kikamilifu. Itakumbukwa kwamba Ayatollah Mojtaba Khamenei hakujitokeza hadharani tangu uteuzi wake mnamo Machi 8 mwaka huu. Hotuba yake ya kwanza kwa umma ilirushwa na vyombo vya habari vya serikali mnamo Machi 12 ikisomwa na mtangazaji. Araghchi amesema kuwa Iran inakaribisha mpango wowote wa kikanda ambao utaweza kuleta mwisho wa haki wa vita, na bahari ya Hormuz iko wazi kwa kila mtu isipokuwa meli za Marekani na washirika wake. Aidha, Araghchi amesema kuwa hakuna mpango maalum ulio mezani hadi sasa wa kumaliza vita. Kadhalika, moja kati ya mambo ambayo yameelezwa kuhusu afya ya Ayatollah Mojtaba Khamenei ni kutokana na baadhi ya viongozi wa Magharibi, hasa Marekani pamoja na Israel, ambao walikuwa wakieleza kwamba Mojtaba Khamenei huenda afya yake ni mgogoro na huenda ameathiriwa na makombora ya siku ya kwanza ambayo yalimuua baba yake. Baadhi ya taarifa katika mitandao ya kijamii ilikuwa ikimweleza Ayatollah Mojtaba Khamenei kwamba mtu aliyeumizwa mguu, ambapo baadhi ya vyombo vya habari vikiongeza kwamba pengine huenda amekatwa mguu na ndio maana haonekani hadharani. Lakini kwa mujibu wa waziri wa masuala ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ni kwamba Mojtaba Khamenei yuko na afya njema na anaendelea na majukumu yake ya kuiongoza serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu kwa mapana yanayojiri katika ulimwengu.